Bwana kufungua fahamu wako ujue kwamba ukihudhuria darasa lake ukaacha kuelewa utakuwa ni mwanadamu wa ajabu. Maana ana tabia mbalimbali. Ana tabia mbalimbali. Miongoni mwa tabia hizo nazo yeye ni mpole. Hata ukimsikiza anaweza kusemesha mpaka utashangaa. Utashangaa hivi ni Mungu mwenye nguvu. Ana tabia za kubembeleza. Ana tabia kama umezoea naye. Yaani ukikaa naye unaona kama vile anakumasaji namna fulani. Anakuambia mwanangu tulia. Hapa utaelewa tu. Ukiwa na maswali mengi kwamba mbona sijui kuomba, anakuambia mwanangu utajua tu. Mimi nikiingia ndani ya mtu automatically maombi yatakuja yenyewe. Nilikuwa mahali fulani naomba maombi fulani. Roho Mtakatifu na kazi zake ndio somo ambalo nataka nilifundishe. Sawa watu wa Mungu? Kwa hiyo nitafundisha. Na unajua kufundisha kwangu Mungu anisaidie sarakasi zisiwe nyingi. Lakini nitamani niende spidi sana. Halafu baada ya hilo neno kuwa tumefikia huko, tutaingia kuimba kwaya ya jumla. Tutasifu na tutaabudu kwa nguvu. Na yamkini leo aliye mgonjwa kama atasubiria nimwekee mkono, naweza nikasema atakuwa na bahati mbaya. Maana kama atapita Mungu katikati, usiweke kichwa ukasubiria mtu nije nibandike mkono, sifikiri kama ni sawa. Kwa hiyo nitakayemwekea mkono ajue mpaka niwe nimeongozwa. Nimetangaza kwamba mzee yuko hapa, na akishaona tulivyosikia, na akishaona tumesifu, na akishaona tumemwabudu kwa unyenyekevu na kwa mioyo nyeupe, automatically atagusa mtu na kumponya. Maana akija katikati ya watu wake, kwa kawaida yeye amecombine kila kitu anacho. Yaani ukimwona yeye ni chakula, ukimwona yeye ni maji, ukimwona yeye ni uzima. Kwa hiyo hatuwezi kukutana naye halafu baadaye tena tutoke kwenye mazingira hayo tumfuate mtu mwenye mwili kama sisi, wakati huo nitakuwa nimejielekeza kwake nikisema niguse, usinipite. Roho wa Bwana amenipaka mafuta. Hapa nasema baada ya kupaka mafuta na yeye, sasa nina uwezo wa kuwatangazia masikini habari njema. Waliofungwa kufunguliwa, waliosetwa. Anasema chanzo cha haya, Roho wa Bwana amenijilia, amenipaka mafuta. Namba 1, kazi ya Roho Mtakatifu katika kipengele cha kwanza hichi. Jambo la kwanza, yeye ni kiongozi wa mtu au watu au wa kanisa. Nimeweka mafungu matatu hapo. Yeye ni kiongozi. Wewe unaweza kuandika tu shortcut. Mengine kama unanisikia tu kwamba yeye ni kiongozi. Sasa nimeandika ni kiongozi wa mtu, wa watu, kiongozi wa kanisa. Wewe kushevu muda unaweza kuandika tu ni kiongozi. Maandiko Luka 4:1. Natamani nisipate mtu wa kusoma haraka ili nione kama naweza nikaenda. Maandiko yanasema Yesu akamjibu, imeandikwa ndio ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Ndio. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote. Hebu anzia upya tena hapo mstari wa kwanza 4:1. Tanzia 4:1. Ili watu mshike. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani.
akaongozwa na roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Asante. Wewe ukamsoma Mungu wewe. Wewe ukamsoma Mungu wewe. Hey! Akili zake. Maandiko yanasema hakuna wezaye akazichunguza. Wanasema njia zangu zichuu sana. Anasema mawazo yangu si sawa na mawazo yenu. Uisome roho. Ikiamua inavaa spika, mwili wa spika. Hey! Ikiamua inatembea miguu miwili namna hii. Ikiamua inatembea juu, maana ni roho. Ndio maana malaika wametokea nyumbani kwa Ibrahimu. Ibrahimu akawapokea, akapokea wanadamu. Wana matumbo kama matumbo ya wanadamu. Wana macho, wana miili, wamevaa nguo na masuruali, lakini ni malaika. Wakamega ugali wakadumukiza tonge. Anafikiri watu, lakini akiuangalia sura nzuri. Yaani ameumbika kama malaika. Malaika wakiamba kuvaa sura hizo pua. Usipa